zangu wazishi, leo ni kweli tupo katika tukio la kumzika mzee Ngonji, lakini siku chache zilizopita miongoni mwetu kama si wote tulikusanyika katika viwanja hivi kumzika mama yetu ambaye ni mama mzazi wa watoto wa mzee Ngonji, na mipango yake Mwenyezi Mungu ameipanga wafuatane kwa mpishano wa siku chache, na leo mzee ameondoka. Kauli yetu ya kitauhidi ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sote ni wa Mwenyezi Mungu na sote kwake tutarejea. Hakuna anayejua baada ya mzee Ngonji nani mwingine anafuatia. Ni siri ambayo anayejua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kwa kila ambaye hajaondokewa na wazazi wawili bado ni mfungwa hapa duniani. Kila yule ambaye hajaondokewa na wazazi wawili bado ni mfungwa, bado ni mtumwa, hana uhuru. Na kila yule ambaye ameondokewa na mmoja kati ya wazazi wawili au wazazi wote wawili ajiulize, wazazi wawili nimewapata au wamenipata? Wazazi wangu wawili waliotangulia au mzazi wangu aliyotangulia nimempata au amenipata? Wazazi wawili ni milango ya pepo. Wazazi wawili ni milango katika milango ya moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amehukumu Mola wako, amehukumu. Ukisikia kadhi katika sharia ya Kiislamu maana yake ni jaji, na hapa duniani jaji ni hakimu aliyokuwa mahakama ya juu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema waqadha rabbuka, amehukumu Mola wako, amepitisha hukumu Mola wako ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alla ta'budu illa iyyahu, asiabudiwe isipokuwa yeye tu, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwafanyia wema. Sote tuliokuwa hapa, mzee ameondoka, wakati tunamuombea dua na kumlilia, tujiulize katika asbabi za kujiandaa na umauti, katika moja ya ibada. Tumetoka kuswali, lakini ni sehemu ya ibada. Swala yako inaweza ikakunusuru kama hii ibada ya kuwatendea wema wazazi wawili ipo. Kama ibada ya kutowatendea wema wazazi wawili haipo, swala yako itakuwa haina thamani kwako. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwatendea wema. Mwenyezi Mungu akataja kile kipindi ambacho ni muhimu sana, ambacho watu wengi tunashindwa. Mashehe tunafeli, maamuma wanafeli, na wanadamu wanafeli katika kipindi ambacho Mungu anakitaja.
imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma, pale wanapofikia utu uzima, ukiwa nao wazazi wako wawili, wote wawili au mmoja wapo. Wazee wako wamefikia utu uzima, wote wawili au mmoja wapo wakiwa pamoja na wewe. Sikiliza maelekezo ya Mungu, tega sikio, tega sikio. Mwenyezi Mungu anasema fala takul lahuma uffin, usiwaambie neno lolote ufi. Ufi ni herufi mbili, kuna alifu na fei. Kwa wale ambao wameondoa umande wa kwenda madrasa, manake umande si kuondoa huku katika sekula tu. Kwa wale walioondoa umande wa kwenda madrasa, ufi ni herufi mbili, alifu na fei. Nini maana yake? Mungu anakusema usiwaambie wazazi wako wawili ufi. Ufi ina maana mbili. Maana ya kwanza, hali yoyote inayooneshwa na viungo vya mwili kutoridhika wito wa mzazi. Swali Mtume. Hali yoyote, ishara yoyote inayoonyeshwa na mwili wako unapoitwa na mzazi, unapopewa maelekezo na mzazi, mwili wako ukatoa ishara ya kutoridhika na yale maelekezo, ufi. Maana ya pili, kuguna ni ufi. Kuguna, mzazi wako ukamguna ni ufi. Mungu anakataza. Leo mzazi anayegunwa, basi huyo mgunaji ana sehemu ya ucha Mungu, kwa sababu hilo lishapitwa. Eneo la kuwaguna wazazi lishapitwa. Eneo la kuwatukana wazazi lishapitwa. Eneo la kuwanyanyapaa wazazi tushapitwa. Matukio yanayopatikana Kibaha, mkoa wa Pwani, Tanzania kwa ujumla na duniani, ni kuwachinja na kuwaua wazazi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alfailu alabnau, watendaji au mtendaji ni watoto, wa maf'ulun bihi alaba, na wale watendewa ni wazazi. Mungu anatoa maelekezo, wazazi wenu msiwagune kipindi wanapofikia utu uzima. Uwe raisi, uwe waziri mkuu, uwe mfalme, uwe mbunge, uwe diwani, uwe mufti, uwe kadhi, uwe imamu, uwe shekhe, uwe mkurugenzi, uwe na nafasi yoyote, uongozi wako unapokwenda kwa wazazi unaishia mlangoni. Ukiingia ndani ya nyumba ya baba na mama, sahau kabisa kama wewe ni kiongozi. Ukiingia na uongozi wako, ukiingia na ushehe wako, ati mimi ni shekhe wa mkoa, sasa nimekwenda kumtembelea baba kijijini, alafu ushehe wangu wa mkoa ninaingia nao kwenye lile dungu. Watu wa Pwani wanajua mama ana dungu. Ule uimamu wako, ule udiwani wako, wenyekiti wako wa serikali ya mtaa, unaingia nao katika nyumba ya mama. Maana yake hutokula chakula anachokula mama yako mzazi. Unaangalia ushehe wako, unaangalia tai yako, unaangalia suti yako. Hutokunywa maji anayekunywa mama yako mzazi. Mama si kwamba anavyocheka, ndani ya moyo wake pia anacheka. Wale watoto wajinga tunaoyafanya haya tunaporudi vijijini kwa mama zetu. Ukimwona mama yako anacheka wakati wewe unaagiza maji ya kampuni fulani, ndio unaona saizi yako kunywa, na yale maji ya mtungini yanayompa uhai mama yako na baba yako unaiona ni kalamfari, ni maji ambayo hayana nafasi, yatakuachia maradhi. Mama anakuchekea mdomoni, lakini ndani ya moyo tayari anaumia. Unafeli, unatereza, unatoka katika mstari. Hilo sio jambo ambalo linatakiwa kufanywa. Ukienda Tungi hospitali, Mloganzila, Muhimbili na hospitali kadhaa, wangapi tuliokuwa hapa msikitini tunawauguza baba zetu na mama zetu? Wazazi wangapi wanauguzwa na ndugu wa mbali, ili hali watoto wapo?
wa kumugusa. Wangapi tuko tayari kuchezea mikojo na vinyesi vya baba zetu na mama zetu? Dada zetu waliokuwa uwani hawako tayari, na sisi vijana wa kiume tuliokuwa hapa hatuko tayari kuchezea uchafu wa wazazi wetu. Ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhtu Allahi fi sukhti alwalidain. Radhi za Mwenyezi Mungu zipo kwa wazazi wawili. Ukitaka upate radhi za Mwenyezi Mungu, wazazi wako wawili wakikusafishia nafsi, wewe umefaulu, hata kama ukifa maskini duniani. Sallallahu Muhammad. Wa sukhtu Allahi fi sukhti alwalidain. Na ghadhabu na makasiriko ya wazazi wawili, makasiriko ya Mwenyezi Mungu yapo katika makasiriko ya wazazi wawili. Wakikukasirikia hata ukiwa bilionea, wewe unakufa ukiwa dhalili, unakufa ukiwa mtu duni. Wazazi wawili. Majumba yetu, wangapi tunawapa vipaumbele wake zetu? Tena mke alijambo, wangapi tunawapa vipaumbele vimada? Kimada, Muislamu anayeswali swala 5 anakuwa na heshima na thamani ya kumzidi mama yako mzazi. Ikiwa mke hajafikia thamani hiyo ya kumwacha nyuma mama yake mzazi, tunapumzika mzee Ngonji, watoto tuliohudhuria hapa, tuangalie wazazi wetu tunaowazika, tumewapata au wametupata? Kama umempata, maana yake umemfanyia wema. Kama amekupata, maana yake imekula kwako. Hili ni lazima tulizingatie. Sitisha shughuli zako kwa ajili ya wazazi wako. Wazazi ni thamani, na ndio maana nasema kila yule ambaye mzazi wake bado yuko hai, hajawa huru hapa duniani, hata kama wewe ni mbunge, ni waziri, ni raisi, tunapopanga zamu ya kuuguza baba au mama hospitalini, wiki hii atalala fulani, wiki hii atalala fulani, wewe usijitoe katika orodha kwa sababu ni kiongozi. Usijitoe, kila mmoja alete fikra zake. Kama haya tumeyafanya, tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi wanakodi watu wa kwenda kuwauguza mama zao, kisa hawezi kushika mkodi wa mama, hawezi kushika mkodi wa baba, hawezi kumvalisha pampasi baba au mama. Ikiwa sisi tunawakimbia wazazi wetu hospitalini, majumbani, mzazi ndani ya siku 2 siku 3 yuko na pampasi iliyochapakaa kinyesi, na watoto wanaingia wanatoka, wanapaka perfume wao. Tunaangalia, tusiwasingizie wachawi kwa misukosuko na mabalaa tunayopata. Wachawi ni sisi wenyewe. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Umedhihiri uovu bara na baharini kwa vile vilivyochumwa na mikono ya watu. Mwenyezi Mungu anatuonyesha matatizo. Mkopo 50,000 kushindwa kulipa, mkopo wa 100,000 kushindwa kulipa. Watu wangapi wanataifishiwa majumba yao kwa kutomfanyia wema baba na mama? Kila unachokikopa kinakuwa kikubwa, hakilipiki. Sallallahu alaihi Muhammad. Kila biashara unayoifanya haiwezi kaenda, kakope kadhaminiwe mpaka na wafalme, lakini muda wa kuwa huna mahusiano mazuri na baba yako na mama yako, antafashil, wewe umefeli. Lazima tuelezane, tusitafune maneno. Lazima tuelezane. Kuna sahaba anaitwa Alqama, kila kitendo cha kuwatanguliza wake zetu, baba na mama wanakula mwishoni,
Kila kitendo cha kuwatanguliza Muislamu, Mungu akakupa uwezo, umejenga self container, alafu chini kule umejenga kibanda chenye vyumba viwili, ndio achokwenda kukaa babako na mamako. Wewe na mkeo mnakaa nyumba kubwa. Tuliopo hapa tupo katika majumba hayo. Babako anakaa kule, upo ndani ya neti saa 5 ya usiku, tena wakati mwingine ushaongeza ile ibada ya sensa. Ushaiongezea sensa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu ndio fikra zinakuja. Hivi baba kala au hajala? Allahumma salli wa sallim alayhi. Anaulizwa mfanyakazi wa ndani, babu kala huko, bibi kala? Upo ndani ya neti na mkeo au kimada. Mifano miwili hii nihitimishe. Mfano wa kwanza, sahaba Alqama. Na ukimsikia sahaba katika definition ya Uislamu, ni mtu ambaye macho yake haya akamuona mtume. Huyu ndio Mtume Muhammad. Jambo la pili, akamuamini. Jambo la tatu, wakafa katika Uislamu. Mambo matatu. Tunawatoa wale walemavu wa macho, nao ni masahaba kwa dharura waliokuwa nayo. Ukimsikia sahaba kamuona mtume live wao, kama nyinyi mnavyoniona mimi na mimi nakuoneni. Hiyo sifa ya kwanza ya mtu kuitwa sahaba. Jambo la pili, kamuamini. Kuna watu wamemuona mtume lakini hawakumwamini, hao wamepoteza sifa ya sahaba. Jambo la tatu, ufe katika Uislamu. Kuna mtu kamuona mtume hakumwamini, hakufa katika nini? Uislamu. Yaani kipotea sifa moja, huyu kapoteza sifa ya sahaba. Sasa Alqama alikuwa ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanuni alizotuachia mtume, tunapouguzana majumbani na hospitalini, wote tunajua kwamba huyu mgonjwa kwa jinsi alipofikia hapa tayari safari ishafanyeje, ishakaribia. Muuguzaji hutakiwi pale kuleta habari ya usajili wa Simba na Yanga ukoje. Kina mama hamtakiwi kuleta habari za msondo na mkole zikoje. Kila anayeuguza pale kauli yake iwe la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Huenda Mwenyezi Mungu akamjalia yule mgonjwa wako naye akatamka kalimatu tauhid, akisema la ilaha illa Allah, nyamaza. Sasa Alqama alipokuwa katika hali hiyo, mafrendi wake, masahaba wenzake wakaenda kumzuru. Walipokuwa pale wote la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Anaweza akachelewa Muislamu wamkuza kutamka, lakini sio nani? Sahaba. Wale wamemaliza dakika, sahaba tamki, wakarudi kwa Mtume Muhammad. Bwana, Alqama kule kila tunavyotamka la ilaha illa Allah hawezi kutamka, na Mtume akashangazwa na jambo lile. Akauliza, wazazi wake Alqama wako? Akaambiwa baba amekufa, amebakiwa mama. Nitieni mama yake. Akaitwa mama mzazi wa Alqama. Alipofika mama mzazi wa Alqama, Mtume akamuuliza, ana nini Alqama, na wewe umemfanyia jambo gani? Angalieni vituko vya mama wazazi. Anajibu mbele ya Mtume, Alqama ni kijana wangu, nampenda, hana tatizo lolote. Anamwambia si kweli. Ana nini Alqama, niambie. Mama akakataa mara ya pili. Mara ya tatu yule mama akajua huyu anayeniuliza hapa ni Mtume Muhammad. Akamwambia, Alqama alikuwa akimtanguliza sana mkewe kuliko ni mimi. Alqama alikuwa akimpa kipaumbele mkewe kuliko ni mimi, mama yake mzazi. Na alipokuwa anaishi, Alqama alikuwa anamuona mama yake ipo kawaida, au sio jamani? Anacheka, mama anamsalimia kwa lugha yake. Lakini ndani ya moyo wa mama Alqama kaweka nini? Fundo. Wangapi tuliokuwa hapa, mimi na nyinyi, tuliokuwa fundo na mama zetu? Nimeshazika. Naendelea kujiuliza tu, nimempata au amenipata? Wewe kama unaye. Mtume akamwambia mama Alqama, msamehe mwanao. Mama ukamjia sasa ule umama, siko tayari, siko tayari, siko tayari. Mtume akamwambia, kama hauko tayari basi ngoja niwaambie masahaba,
wakusanye kuni, tumchome moto hapa hapa Alqama. Hajafa bado Alqama. Yule mama ikamjia hurma, akasema basi kuanzia hivi sasa nimemsamehe mwanangu Alqama. Mtume akamwambia masahaba, rudini nyumbani kwa Alqama. Wanafika kwenye dirisha kama hilo lokaa ndugu zangu hapo, wanamsikia Alqama ndani, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sallallahu Mtume Muhammad. Ulimi wa sahaba umepigika pini ya kutotamka la ilaha illa Allah kwa sababu tu mama mzazi kanuna. Huyo ni sahaba. Vipi mimi jamani na wewe mwenzangu tunaoishi Kibaha, wilaya Changanyikeni, madudu yote hapo, vituko vyote vipo, tutakufa vifo gani kwa haya tunayowafanyia wazazi wetu? Mfano wa pili nimalizie. Kulikuwa na watu watatu wa Bani Israeli waliingia ndani ya pango. Walipoingia ndani ya pango ili wapumzike, asubuhi watoke waende wakafanya shughuli zao, kitendo cha kuingia tu likaporomoka jiwe kubwa likafunga ule mlango walioingilia. Usingizi haukuwepo kwa sababu walijua hawana namna ya kutoka. Wakaambizana, na hapa nataka niwaeleze swala zima la kiakida. Swala zima la kiakida, yaani ukifanya ibada iliyokuwa nzuri kwa dhati ya Mwenyezi Mungu, hiyo ibada unaweza ukaiomba kupitia ibada hiyo ikakusogeza. Swala la Muhammad katika upande wa kiakida. Wale wakakubaliana, jamani, humu ndani hatuwezi tukatoka isipokuwa kila mmoja amwambie Mwenyezi Mungu kupitia ibada yake anayoiona siku hiyo aliifanya kwa dhati ya Mungu, basi tutafanikiwa humu ndani. Akatokea mtu wa kwanza akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi niliwaajiri wafanyakazi wengi. Akatokea mfanyakazi mmoja akaondoka bila kunipa taarifa, akakaa miaka mingi, akarudi kuja kudai malipo ya ule mshahara wake mmoja. Aliporudi nikamwambia, hii Kibaha yote unaiona na mifugo na mali zilizokuwa humo ni katika mshahara wako. Yule mtu akasema, usinicheze shere. Kwa wasomi wa vitabu vya hadithi imethibiti katika vitabu vya hadithi. Sallallahu alaihi Muhammad. Si maneno ambayo nawafuga kamba kusema mtupa na tuongopea. Anamwambia, hii Kibaha yote au pwani yote ni ule mshahara wako mmoja ulioniachia, ndo hii, usinicheze shere. Akamwambia, ni kweli mshahara ulioniachia mimi niliuzalishia nikanunua mifugo kwa miaka uliokaa, haya ndiyo malipo yake. Sallallahu alaihi Muhammad. Chukua. Yule akamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa nimefanya uadilifu huu ambapo mimi sina hakika kama nina uwezo, na wewe mwenzangu mfanyakazi wako alioondoka bila kuchukua posho yake, kama una uwezo wa kumpigia simu, kama una uwezo wa kumtafuta ili umrudishie, sina hakika. Tumewadhulumu wangapi? Lile jiwe likawa limeondoka kidogo. Mtu wa pili akasema, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na mwanamke. Nani anatoa kwenye reli jamani? Tuwe na nidhamu tunapokuwa katika mambo. Mtu wa pili naye akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema, mimi nilimpenda demu au binti au mwanamke fulani, nilimpelekea kila aina ya mali. Alikataa yule mwanamke, alikataa kunipa faragha ya kumalizana naye. Ukaja msimu wa njaa na ukame, yule mwanamke alinitafuta mwenyewe, kila ulichokuwa nakitaka sasa hivi nipo tayari, kwa sharti unipe dirhamu 200. Na mimi nikatoa dirhamu 200 nikampa yule mwanamke. Ikapangwa nafasi na maeneo, tukakutana katika eneo. Hadithi ya Mtume Muhammad inayotisimulia kisa hiki inasema, zilipokutana paja 2 au 4. Kama hii lugha uielewi haikuhusu. Zilipokutana paja 2 zikiwa zimefanyaje? Zimegusana paja 2. Yule mwanamke alisema, la tafuba al-khatama illa bihaqqihi. Anamwambia yule mwanamume,
usiivunje pete bila ya haki ya ndoa. Maana yake yule mwanamke alikuwa bikra, anamwambia mwanamume usiivunje pete isipokuwa kwa haki ya ndoa. Maana yake alikuwa anataka kucheza faulo ya zina pale. Tujiulize mimi na wewe, unapewa kauli hiyo, upo ndani ya 18 katika eneo kama hilo. Yule bwana alipoambiwa kauli hiyo akajiangusha pembeni kama bata. Hakuwahi kutenda dhambi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa nimeacha jambo lile kwa ajili yako wewe, hili jiwe liondoe. Jiwe lile likawa limetanzuka kidogo, hawawezi kutoka wale watu. Akabakia mtu mmoja ndiyo ambaye anaunganisha tukio la wazazi wawili. Yule akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema, Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili. Nilijipangia utaratibu, haanzi kunywa chai yoyote katika nyumba isipokuwa wao. Haanzi kula chakula isipokuwa wao wazazi wangu. Siku moja nikawa nimekwenda kutafuta kuni. Niliporudi nikawakuta wazazi wangu wamelala. Nikiwa nimewakamulia maziwa kwenye glasi 2, nimesimama mlangoni kwa wazazi wangu wawili. Lakini watoto wangu wapo nyayoni, wapo miguuni, wanataka niwape yale maziwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Watoto wangu wanalia. Na mimi nikasema sianzi kumpa maziwa yote isipokuwa kwanza aanze nani? Wazazi wangu. Mimi na nyinyi hili tutalifanya katika majumba. Walipoamka wazazi wangu, nikawapa yale maziwa wakiwa radhi. Kwa ibada ile niliyoifanya Mwenyezi Mungu na kuomba hili jiwe liondoe hapa katika tobo, jiwe likaondoka lote, wakawa wametoka kwa sababu ya ibada ya kuwatendea wema wazazi wawili. Ndugu zangu, tunamzika mzee Ngonji. Ujumbe wangu mimi wa kuhusia nafsi yangu na kukuhusia wewe, na hasa vijana wenzangu, vijana wa bodaboda, uwe na vitu utakavyokuwa navyo, lakini umesikia baba yuko zahanati, sitisha biashara, kachukue vichwa vya kwa ajili ya kumhudumia mzazi. Wazazi mliokuwa hapa, hata kama una mvi, kama baba yupo, wewe mbele baba yako anaitwa nani? Mtoto. Msishindane kama wanavyotunishana misuli. Mimi shekhe, nina kesi hivi sasa, mama mzazi na binti yake wamefikishana mahakamani kwa ajili ya nyumba. Mama mzazi na binti yake. Kina mama, msitunishiane vifua na mama zenu kama vile wake wenza wenu. Hao ni mama zenu, waheshimuni. Na sisi kina baba tusitunishiane misuli na wazazi wetu kama vile tunagombania wanawake. Wale ni wazazi wetu, wale ni wazazi wetu, tuwape heshima zote. Vinginevyo hata kama umeswali, hizi sijda zisiwadanganye. Atakuwa hauna ucha Mungu uko wapi? Moyoni. Sijda vilemba, mtu akajipamba katika yule bwana fuasi wa mtume, tukuone katika matendo. Huwezi ukawa mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukawa Muislamu kwa muumini halafu huwatendei wema wazazi wako wawili, unawadharau wazazi wako wawili, unawapuuza, unawatukana, unawanyanyapaa. Kazini utakuwa na nuksi, kwenye jamii utakuwa na nuksi, utapata mabalaa. Lakini kwa kuwathamini wazazi wawili, kwa kuwaheshimu, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea kila lililokuwa la kheri. Sasa naomba tufanye jambo moja.